Kwenye laini yetu ya simu sasa hivi tunaye katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gerson Msigwa. Tunaungana naye live hivi sasa. Katibu, habari za asubuhi? Salama, habari za hapo studio? Bwana, studio tuko salama kabisa, na wewe bila shaka uko salama? Salama salimini. Naam, katibu, tuko na wewe. Siku zinahesabika kuelekea kwenye michuano yenyewe ya AFCON. Timu yetu ya taifa, maandalizi yanaonekana yako vizuri kabisa. Tumeungana na wewe na wewe tuambie mipango kuelekea AFCON hii, unaonaje? Siku zimebaki chache tuweze kutinga pale nchini Morocco kwenda kushindana na wenzetu. Mipango inakwenda vizuri. Timu iko Misri na inshallah leo au kesho itakuwa inaondoka kwenda Morocco. Ndio. Ambapo itakwenda kwenye kituo chake cha mashindano. Ufunguzi wa mashindano ni tarehe 21, lakini tunatarajia mechi yetu ya kwanza itakuwa tarehe 23 dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Alafu tutakuwa na mechi tarehe 27 dhidi ya timu ya taifa ya Uganda. Lakini tutamaliza mechi ya tatu kwa hatua ya makundi na timu ya taifa ya Tunisia. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri. Wenzetu TFF wametuambia kuwa timu iko sawa sawa na wako tayari kwa kwenda kwenye mashindano. Sisi huku nyumbani pia tunaendelea kufanya mipango ya kuona namna gani tunaweza kupata watu wengi zaidi watakao kwenda Morocco. Wako wadau ambao wametangaza utaratibu wa kulipia kiasi fulani cha fedha ambacho kinakupa package ya kwenda Morocco. Kama unataka kwenda kuangalia mechi moja, mechi mbili, mechi tatu, mechi zote, ni uamuzi wa mtu mwenyewe anapopanga. Lakini pia na upande wa serikali pia tunaangalia kama tunaweza kufanikiwa kuwa na ndege ambayo itakuwa inakwenda na mashabiki, lakini bado hili hatujafanikiwa. Tutakapokuwa tumefanikiwa tutawajulisha wananchi. Ikishindikana basi tutakwenda na hiyo option namba 1 ambayo ni ya watu sasa wanaweza kuwasiliana na huyo mdau Bluebird ambaye ndio anatoa hizo package. Na naamini Watanzania pengine wapo hata kule Morocco. Kuna utaratibu wote ambao mmeuandaa ili wale ambao watakuwepo kule tukiwakusanya kwa pamoja waende kuyanikiza na kuongezea nguvu timu ya taifa? Kuna wenzetu ambao wametangulia, viongozi wa TFF na baadhi ya viongozi wa serikali, na timu nyingine ya viongozi wa serikali itaondoka kesho kwenda Morocco. Pamoja na mambo mengine, hilo litakuwa mojawapo, kwa sababu ni lazima kuwa na kakidedea kama ambavyo tulifanya Ivory Coast, ndivyo tutakavyofanya Morocco pia. Pengine wito wako sasa hivi katibu, kwenda kwa Watanzania na wadau wa soka, maana watu wanasubiri kwa hamu sana, na tumeona mkishiriki kwa asilimia kubwa karibia 90 mpaka sasa kwenye maandalizi ya timu ya taifa, kambi nzuri huko nchini Misri. Kwanza Watanzania wote tuiombee timu yetu ipige hatua kubwa zaidi. Ushiriki wetu wa mwisho kule Ivory Coast tulipata point 1. Safari tungetamani tuvunje hiyo rekodi, twende zaidi hapo. Kule tulipata point 2 kule. Point 2, hebu angalia vizuri rekodi zako. Tulipata point dhidi ya Zambia pamoja na Congo. Na Morocco akatufunga. Ndio yeah. Sahihi kabisa. Kwa hiyo tungependa tuvunje rekodi ya Ivory Coast. Hata ikiwezekana tuvuke kwenye hatua hii ya makundi na twende mbele zaidi. Basi na sisi hapa katibu, kabla hujamaliza, tuna AFCON special hapa Crown ambayo tumeiandaa rasmi kwa ajili ya mashindano yenyewe ya AFCON. Tuna wadau hapa studio, tunao Safari Lag ambao wametusapoti, tuna Azam Pesa wametusapoti pia kama Crown, na sisi tunajiandaa kwenda kwa ajili ya kuwajuza wa Tanzania. Kauli yako ni muhimu sana kwenye AFCON special ya Crown FM. Nawatakia kila la heri. Ndio. Kila la heri, na washukuru sana Crown FM kwa sababu siku zote tumekuwa pamoja katika masuala ya kupush agenda za timu zetu za taifa. Naomba muendelee kufanya hivyo, na mimi ahadi yangu kwenu ni kwamba tutaendelea kushirikiana. Basi hilo limefika, na kwa niaba ya wenzangu tumelipokea, na tuna matarajio ya ushirikiano mkubwa, kwa sababu naamini na wewe utakuwepo huko. Basi ushirikiano utakuwa mkubwa kabisa. Mimi sitakwenda, nakwenda naibu katibu mkuu. Naibu ndo anakwenda naibu katibu mkuu.
mkuu atakuwa huko, mimi nitabaki na Watanzania hapo, tunapiga dua. Sawa. Asante sana katibu kwa kuungana na sisi. Asante sana. Asante sana. Yes, ni Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali akizungumza kuhusiana na timu ya taifa kuelekea kwenye safari hiyo ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON, lakini pia umesikia neno lake kuhusiana na AFCON special ambayo inaendelea hapa Crown FM, na maandalizi ndo kama hivyo yanaendelea, siku malizika sasa, tuko kwenye hatua za mwisho kuelekea tarehe 21 na timu ya taifa itaanza safari yake kwenye michuano ya AFCON ya mwaka huu. Nadhani ni kitu gani ambacho coach Miguel Gamondi anapaswa kukizingatia kuelekea kwenye safari hii nyingine ya AFCON ili kuvunja rekodi na kuandika rekodi nyingine? Mimi kabla sijaongea nitaja hapa Mr. Producer hapa. Una taarifa niliona amechapisha jana kwamba baadhi ya wachezaji bado hawajaondoka. Hii imekaje? Yeah, ni kweli kuna baadhi ya wachezaji watatu wa timu ya taifa, Selemani Mwalimu, Yusuf Kagoma pamoja na Lusajo Mwekenda bado hajaondoka, na wamepata visa ya Misri. Yaani wamepata visa kwenda Misri. Na sasa hivi wanasubiri tiketi ya kuwaonesha wanakwenda wapi. Wanakwenda Misri kuungana na timu Misri au wanakwenda kuungana na timu wangeenda Morocco kwenye mashindano. Lakini na hivi wangeenda moja kwa moja Morocco. Sasa yani ni kitu gani ambacho kimewakwamisha? Kwa sababu maandalizi yashafanyika. Yani naona watu wengine wanacheza mtaani. Kama Mwalimu nimemwona mtaani jana juzi. Kwenye Chandimu. Sasa mtu wa Chandimu ndo anaenda kuna nini na Nasibu, kabla tujamaliza AFCON special, tutafute TFF, tutafute Ndimbo, watuambie hawa wanaenda lini, tujue ili tusijiulize, kwa sababu kama timu inakaribia kuondoka kesho au kesho kutwa, wachezaji hawezi kwenda tena, waende moja kwa moja wakakutane huko, na watu waambie ni lini na changamoto pengine ni visa ama ni jambo. Sawa, mimi nitafanya jitihada za kumtafuta Ndimbo, lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo nilikuwa nazo, unajua hao wachezaji wote watatu. Kama Kagoma na Lusajo tumewaona kwenye kikosi cha kwanza ambacho kimetoka, lakini hao ni wachezaji ambao waliongezwa kwenye kikosi. Kwenye ile kikosi cha awali hawakuwa kwenye programu ya Mwalimu. Lakini wao wameongezwa baada ya Mudathiri ambaye ameachwa yeye kuwa majeruhi, baada ya Mudathiri kusema mimi siwezi kusafiri kwa sababu mimi siwezi kwenda kucheza mashindano, ni majeruhi. Kwa hiyo Mwalimu ikabidi amuongeze Kagoma. Lakini pia upande wa kulia kwa Lusajo kuna mchezaji pia anaonekana kwamba alikuwa ameitwa kwa ajili ya mashindano, lakini akakutana na hiyo changamoto, kwa hiyo naye akaongezwa kupitia hiyo changamoto. Lakini wakasafiri na Sopo ambaye alikuwa ni majeruhi. Wameenda kule wamemfanyia vipimo moja kugundua kwamba hivi hawezi tena kufanyaje kucheza mashindano kwa muda ambao mashindano yapo, ikabidi wamtangaze kumuongeza Selemani. Sopo atarudi. Yes, Sopo atarudi. Kwa maana hiyo hao wachezaji wote watatu ambao hawajasafiri ni wachezaji ambao hawakuwa kwenye plani ya kwanza kabisa ya safari. Japo unaweza kwa walaumu shirikisho, kwa sababu kama wachezaji wapo kwenye ile orodha ya wachezaji 53 ambao walikuwa wamewasubmit CAF, walipaswa pia kuwakatia visa wachezaji wote, kwa sababu hao wachezaji wote muda wote unamhitaji. Hili ndio tutalijadili, na hasa hilo eneo la kwenda na mtu kama Soap. Watu wanaenda huko ndo wanagundua kama mchezaji sasa hawezi tena, manake vipimo havikufanyika kwa wachezaji wote ambao walikuwa tayari wako kwenye orodha kwenda. Hii nadhani haiko sawa sawa. Haiko sawa. Unajua hiyo taarifa baada ya kuiona jana, nadhani nimecomment kwa Nasibu nikauliza sasa itakuwaje? Yani how comes taarifa za Soap zipo muda mrefu na hao wachezaji wameongezwa toka last week mpaka leo bado wako Tanzania, na wengine nimewaona wako mtaani wanacheza Chandimu. Mchezaji atoke kucheza Chandimu aende kushindana na Nigeria na Victor Osimhen, lakini pia atachelewa. Hao wanaweza kuchelewa hata hii program ya Mwalimu kama. Of course, so Mwalimu asha implement kila vitu. Timu ya taifa imecheza mechi za kirafiki sio 2, sio 3 indo. Ina maana kuna vitu ambavyo ameimplement. Nacheza hivi bila mpira, tukiwa na mpira tunafanya hivi, mpango mkakati ni huu. Hawa watu hawapo. Wanakwenda kujoin moja kwa moja na timu mashindano yakiwa yameanza. Naomba nikukatishe kwa sababu bado tutakuwa na mjadala hapa mzuri tu kuhusiana na hili, na hili Sara itaomba hili wakati sisi tunaendelea baadaye na program nyingine ili uliweke mezani vizuri tulijadili, yani hao wachezaji nafasi yao. Lakini kwenye studio tayari tunaye mgeni wetu, tunaye dada yetu Pamela Kikuli ambaye ni meneja wa chapa kutoka TBL. Tuko naye dada Pamela, karibu sana. Nimefurahi sana kukuona. Mara ya mwisho nilikuona kwenye safari ya mashindano
Karibu Safari Cup. Karibu sana kwenye studio zetu za Crown FM, lakini karibu kwenye AFCON special. Asante. Tumefurahi kuona. Kwanza nilifurahi wakati producer ananiambia bwana Pamela atakuja, lakini kitendo cha nini kuungana na sisi kwenye jambo hili kwangu imekuwa faraja sana. Na sisi pia. Asante sana. Kwanza kwa nini mliona kuna haja? Safari ni bia ambayo imekuwa ina support mpira. Sogelea kidogo micro. Yes. Tumekuwa ni bia ambayo ina support mpira kwa muda mrefu sana. Ndio. Kama unavyofahamu, kama miaka miwili hivi iliyopita pia tukaanzisha program ambayo inajulikana kama Safari Cup. Yes. Na hii imebobea zaidi kuibua vipaji ambavyo viko mtaani na bado havijasajiliwa rasmi kwenye mpira, kwa sababu tunaamini kabisa kuanzia kule kwenye chimbuko ndipo ambako tunaweza kupata wachezaji wazuri ambao baadaye watakuja kuingia kwenye timu kubwa kama hizi za taifa. Kwa hiyo kupitia Safari Cup tumeamua kujikita huko, na pia tukaona kuna umuhimu sana wa kusupport program kama hizi ambazo zinahamasisha na kuleta habari mbalimbali za mpira wetu wa Tanzania. Sahihi kabisa. Na sasa tunakwenda kwenye AFCON. Timu ya taifa iko kwenye AFCON yenyewe. Crown tutakwenda kule kwenye AFCON. Watu watarajie nini kutoka kwenu wakati wa AFCON? Kuna jambo gani kubwa zaidi? Sisi kwa kipindi hiki cha AFCON sisi tumejipanga zaidi kuwa support fans mbalimbali wa mpira. Kwa sababu tunaamini kabisa katika watu wakubwa ambao wanajenga timu ni washabiki wa mpira. Kabisa. Washabiki wa mpira wakisupport timu, wakishangilia, wakiwa wanafuatilia hizi timu, kwa kweli inakuwa motisha sana kwa timu zinazocheza. Kwa hiyo sisi mwaka huu tumeamua kwamba tutafocus pia kwenye watazamaji na wapenzi wa mpira. Tumeandaa tunaziita kama viewing parties ambazo tunataka kusema kwamba ni maeneo maalum ya kuangalia na kufuatilia mechi hizi. Na pale tutakuwa tuna burudani mbalimbali, tutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo vitawafanya experience ya kuangalia ile mechi iwe nzuri zaidi. Na wakati huo pia tutakuwa tunatoa zawadi mbalimbali kwa mashabiki. Tutakuwa tunaangalia nani ni fan of the match. Kwa mfano unaona tumeandaa jezi mbalimbali na zawadi kadhaa ambazo tutakuwa tunagawa wakati wa experience hii, lakini tunaamini kabisa kwamba kwa kuwapa fans na wale wafuatiliaji wa mpira nafasi hii ya kuangalia, tutakuwa na sisi tumeweza kuendelea kuwekeza katika sehemu ya mpira. Na mnafikiria maeneo ya namna gani ambayo at least watu waanze kupata picha kwamba tutakuwa tunakutana kwenye maeneo ya namna hii tukiwa na Safari? Kutakuwa na sehemu mbalimbali ambazo waga zinajulikana kama katika kuonyesha mpira. Na sisi tukienda pale tutaongeza ile experience kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaona mechi hiyo vizuri zaidi. Kwa hiyo tutakuwa tunatangaza kuanzia siku ya mechi ya kwanza ufunguzi ya tarehe ya ufunguzi ya 21 tutatangaza maeneo gani tutakuwepo. Kwa hiyo watazamaji na wanaopenda mpira waendelee kutufuatilia kwenye peji zetu za Safari. Na pia waendelee kusikiliza kipindi hiki tunakuwa tunatoa update tunatazamia mechi wapi. Kabisa. Tena Sara, tutakuwa tunawaambia watu leo tutakuwa Sinza. Leo tutakuwa sehemu fulani na Safari. Tutakuwa naenda na Amavi. Jordan Amavi. Na bia Kamanda. Mimi napenda bia. Na jambo zuri ambalo Safari wametuletea. Nilikuwa nataka nimwambie dada kwamba wewe ni mdau wao mkubwa sana. Kabisa mimi napenda bia. Na hapa jana nimeanza kuulizia kwani siwezi kupita na bia airport jamani. Nataka niende na bia huko kwa wenzetu. Jambo hili Kamanda la Safari sasa kuja kuhakikisha kwamba wakati wa AFCON mafans wanakuwa pamoja, tunashabikia timu zetu na pamoja na mechi zingine, kwa sababu ukiachana na Taifa Stars kuna watu wanapenda mpira. Yaani mechi zote watu wataangalia. Ili kwako kama mchambuzi wa soka unalizungumziaje? Unajua football mahali kokote mdau wa kwanza ni shabiki. Kabisa. Football ni kwa ajili ya mashabiki. Tunajua kwamba kuna wachezaji wanalipwa fedha, wanalipwa posho, wako viongozi, lakini mchezaji mwenyewe hawezi kufanya vizuri kama hakuna hamasa ya mchezaji wa 12. Na AFCON, moja kati ya vitu ambavyo huwa vina mvuto aina yake ni mashabiki. Mimi nakumbuka AFCON yangu ya pili kuifuatilia kwa umakini, kwa sababu nimeangalia AFCON kwa mara ya kwanza, lakini nilikuwa sijui nini kinaendelea nikiwa na miaka 7. Lakini nilivyofikisha miaka 9 ndio nilishuhudia AFCON kwa mara ya kwanza kwa kujua nini kinaendelea, na waona South Africa wanabeba kombe. Nakumbuka AFCON ya mwaka 98 inafanyika Burkina Faso. Kulikuwa kuna kikundi cha mashabiki kutoka Zambia. Sasa kile kikundi walisaidiwa gharama of course kidogo na chama cha soka na serikali, lakini asilimia kama 70 ya gharama waligharamia wenyewe. Kwa hiyo Zambia ilitolewa mapema kwenye yale mashindano, lakini
timu zingine wakakiomba kile kikundi kwa sababu nyinyi msirudi. Baki. Nyinyi bakini hapa tutawasaidia gharama, kwa hiyo wale jamaa wakawa wanakodishwa yani. Wanashangilia sasa. Wakawa professional supporters. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba siku zote mashabiki ni mdau namba moja. Na mimi juzi hapo wakati tuko na kiongozi kutoka BMT kuna wazo ambalo nilitaka kushare na yeye kwamba moja kati ya vitu ambavyo tunavyo kama taifa, tuna AFCON ya mwaka 2027 ambao sisi tutakuwa yenyeji kabisa. Wote tuliona kwamba turnout kwa mfano kwenye michuano ya CHAN haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo kipindi hiki ambacho tunakwenda kushuhudia AFCON inayokwenda kufanyika Morocco ni kipindi muhimu sana kwetu sisi kujifunza. Kwa sababu mpira tumejifunza kutoka kwa wazungu unavochezwa, sheria zake, na moja kati ya vitu ambavyo sisi wa Tanzania tunahitaji kuincorporate katika utamaduni wetu ni jinsi ya kushangilia tukiwa uwanjani. Ndio. Hicho ni kitu ambacho naona initiative kama hii ya jamaa zetu wa Safari wanaweza wakasaidia indirectly kwa kitu kama hicho. Sisi tunasifiwa sana kwamba tunapenda mpira, lakini hiyo bado haija reflect kwenye mechi za timu ya taifa. Kwa hiyo kuanzia AFCON ya mwaka huu tuanzishe utamaduni mpya wa kuipenda timu ya taifa. Tuondoe makando yetu ya vilabu linapokuja swala la utaifa. Whether matokeo ni mazuri sio mazuri. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanyika kwangu mimi ni kitu kizuri sana kwa sababu kinaingia mle kwenye hii idea ambayo nilikuwa nataka kusuggest kwamba BMT, TFF, serikali lazima waangalie namna hata ya kuunda vikundi vya mashabiki mbalimbali ambavyo vitakuwa sponsored ili wafanye kazi na Pamela pia, kwa sababu kama ambavyo Jeff anasema tunaweza tukaona mechi za timu yetu ya taifa. Mungu anaweza kusaidia, tunaona mwanga pengine kama kuna haja baadaye tukafunga big screen ya Safari Laga, yani tukaacha tusiende siku hiyo labda kwenye bar fulani, lakini tukawa na sehemu yetu, tukasema twendeni Coco Beach pale, tukatandika pale LED kubwa Mbeanga pale ya Safari kabisa pale. Sasa wote tukaambizana kupitia Crown Sport, tukaenda pale siku hiyo tunakunywa bia pale, ni bia tunakushangilia timu ya taifa, na bia zikiwa nyingi hata timu ikiwa inafungwa sisi tunafurahi tu, vibe bado linakuepo. Vibe linakuepo. Au unaonaje wazo hilo Pamela? Ni wazo zuri sana, na ndio lengo letu lilikuwa kubwa ni kujaribu kuleta wakati mzuri wa kuangalia mechi sahihi. Kwa hiyo umepokea. Asante sana. Sasa kuna Mtanzania ambaye anatusikiliza na anapenda kuangalia mpira. Unatakiwa umwambie jambo, aone umuhimu wa kwenda siku tukimwambia tuko na safari leo sehemu fulani, aone ni nini ambacho akifika pale ukichana na kuangalia mechi atakipata cha special kutoka kwenu. Tumepanga burudani nzuri kwa sababu tunajua kabisa hamsha inanoga zaidi ukiwa umeweka na burudani. Kwa hiyo siku hiyo ambazo tutakuwa tumetangaza hayo maeneo maalum, kutakuwa na burudani nzuri ya muziki, kama nilivyosema kutakuwa na zawadi mbalimbali, kutakuwa na bia ya Safari Laga na kikubwa Safari Laga ni bia ambayo kwa sasa hivi kwa kweli imejikita sana kwenye mambo ya mpira. Kwa hiyo tuko nyuma kabisa katika kuhakikisha kwamba mpira wetu unasonga mbele na kwa mwakani kama mnavyofahamu kuna World Cup. Na kwa Tanzania bia ya Safari Laga ndio bia rasmi ya mpira ya World Cup. Ya World Cup. Kupitia kampuni yetu ambayo iko kimataifa. Kwa hiyo kuna nchi mbalimbali ambazo bia zimeteuliwa kuwa ni bia rasmi za World Cup. Kwa hiyo Safari ni bia mojawapo ambayo ni ya World Cup. Kwa hiyo kuleta hizi experience kwa watazamaji tumejipanga vizuri sana. Kwa sababu tunaanzia kuanzia sasa hivi, lakini pia tutarejea mpaka wakati wa World Cup. Na speaking of World Cup, nakumbuka World Cup ya mwaka 2018. Of course haikuwa brand ya Safari, lakini ilikuwa ni brand nyingine ya kinywaji kama hivi. Kulikuwa kuna initiative moja tulikuwa tunaifanya hapa Escape. Tulikuwa tunaonyesha mechi zile kuanzia mechi ya kwanza mpaka ya mwisho kwenye finali. Kwa hiyo nadhani sio mbaya kama tukianza mchakato kama huo, kwa sababu sisi hapa Crown Media kupitia Crown Sports sisi ni wadau na kuleta hiyo viewing experience kwa mfano kwa mashabiki when it comes to festival kubwa kama World Cup. Ni jambo ambalo hata sisi tungependa kushirikiana. Kwa hiyo huu ushirikiano ambao tunauanza kwenye AFCON sasa hivi sio vibaya. Itaendelea. Pamela, hii inaendelea. Itaendelea au sio? Wanaposema kwamba Safari ni wadau wa football, watu wanapaswa kukumbuka kwamba moja kati ya wadhamini wa kwanza kabisa
wa ligi kuu kabisa kwenye Safari Laga kabisa. Yani hiki manake kuna watu wanafanya mistake ya kudhani kwamba mpira labda umeanza mwaka 2018 au mwaka 2020 lakini Safari Laga amedhamini ligi mwaka 2000 kabisa, mwaka 2001 nyakati hizo, yani enzi zama za kiza ambazo kulikuwa na Fat enzi ile akina Mwidi Ndolanga, Ismail Aden Rage. Kwa hiyo hawa sio watu wa sasa hivi ni wadau hasa. Hata timu yetu ya taifa wamekuepo. Yes, nakumbuka enzi ile timu inakwenda Brazil kabisa. Safari walikuwepo wanapush mambo. Pamela, kwa nini mtu anywe sasa Safari? Yani kwa nini mtu afike pale sema naomba bia ya Safari hapo? Bia ya Safari ni bia ambayo sisi wenyewe tunaiita kama ni champion bia. Kwa nini? Kwa sababu ni bia ya kwanza kutengenezwa ya Kitanzania. Kwa hiyo lazima tujivunie hiyo. Enzi hizo kulikuwa hakuna bia ambayo imetengenezwa hapa local. Kwa hiyo mwaka 1977 ndio bia hii ilizinduliwa rasmi kwamba bia ya kwanza Tanzania. Kwa hiyo ni fahari yetu. Cha kwanza. Cha pili ni bia ambayo ina tuzo nyingi sana za ubora kuliko bia zote za Kitanzania mpaka sasa hivi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ubora wake umekubalika kimataifa. Sio tu kwamba tuzo hizi ni za local, hizi ni international awards. Kwa hiyo tunapeleka, maana leo mnakwenda mpaka kwenye kombe la dunia, sio mchezo. Mpaka sasa hivi tunaenda kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni bia ambayo ni bora sana. Sisi tunaamini kwamba hii ni pongezi yani nzuri sana kwa mpenzi anayependa bia. Kwa hiyo tunawaambia Tanzania waburudike na bia hii ambayo kwa kweli ina standard za kimataifa. Muda wetu umeisha kabisa, neno la mwisho. Nawaambia tuendelee kutufuatilia kupitia Safari Laga ili waweze kujua ni wapi sasa tutaleta hizi experience. Tutaanza kuzitangaza hivi karibuni kuanzia kesho. Kwa hiyo wafuatilie page zetu na pia waendelee kufuatilia kipindi hiki. Asante sana Pamela kwa kuwa na sisi, tumefurahi sana kuwa na wewe. Asante sana. Yes, mambo ni mazuri kwa namna hiyo. Sara, umemsikia hapo. Yes, na mgeni wetu tunamalizana naye na tukwambie kabisa kwamba kila siku tutakuwa tunakupa updates ya wapi tutakuwa na Safari Laga, tutakuwa tunakunywa wapi bia, tukiangalia wapi mechi. Na mimi kwa sababu mimi nitakuwa nje kule, lakini nitakuwa nafuatilia kwa ukaribu kabisa, na huko pia inabidi uwe na mwakilishi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.